Nimepata swali kutoka kwa ndugu yetu anatokea katika nchi ya Kenya, mji wa Mombasa. Yeye anauliza, anasema dokta, inasemekana kwamba ukimwi uligundulika miaka ya karibuni. Ajui mwaka gani ukimwi uligundulika, lakini anasema je, kabla ya ukimwi kugundulika ambaye leo inaonekana ni tatizo kubwa, ni ugonjwa gani ulikuwa tishio kwa wakati huo? Na asante ndugu yetu kutoka Kenya, Mombasa, kwa swali lako. Ndio, ukimwi uligundulika rasmi mwaka 1981 katika nchi ya Marekani. Ndio uligundulika tatizo la upungufu wa kinga mwilini. Madaktari katika nchi ya Marekani waligundua kwamba kuna watu wana tatizo la upungufu wa kinga mwilini. Lakini kabla ya mwaka huu 81, magonjwa yanayotokana na ngono yalikuwepo na magonjwa mbalimbali yalikuwepo. Lakini kwa wakati huo miaka ya 70, miaka ya 60 mpaka miaka ya 1800 na tatizo lilokuwa linasumbua duniani lilikuwa ni kaswende. Kwa hiyo kabla ya ukimwi kugundulika, kaswende ndio ulikuwa ugonjwa hatari, tishio duniani kwa watu wote. Na katika nchi ya Marekani, Italy, na nchi zingine za Ulaya, tatizo la kaswende liliwaumiza watu wengi sana. Walikuwa ni tatizo tishio sana. Na kaswende pamoja na mambo mengine ndipo walipotafuta namna ya kujikinga na tatizo la kaswende. Waliamua kutumia kinga mbalimbali. Na kipindi hiko wakati watu wanapambana kujikinga na kaswende, walikuwa hawatumii kondom, kwa sababu kondom kwa wakati huo, hii tunayotumia leo, ilikuwa haitumiki. Ilikuwa inatumika ile ya kutumia ngozi za nguo, yani vitambaa, yani mtu anavaa kitambaa ndio anashiriki tendo la mapenzi. Na wengine wanatumia ngozi za wanyama kama vile kibofu cha mbuzi, ama kibofu cha kondoo, na wanyama wengine walikuwa wakitumia ngozi hizo kwa ajili ya kujikinga na hivyo. Na ngozi ya kibofu cha mbuzi ilitumika kama kondomu ya kike kwa ajili ya mtu ili asipate ugonjwa huu wa zinaa ambao ni kaswende. Ulikuwa ni ugonjwa tishio sana, ijapokuwa kwenye dunia yetu hii ya leo kaswende ni kama vile ugonjwa wa kuweka na kutoa. Watu wanao na hausumbui tena, isipokuwa yako magonjwa mengine ambayo yanasumbua kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ndugu yangu kutokea Mombasa, Kenya, kabla ya ukimwi kugundulika mwaka 1981 katika nchi ya Marekani, kaswende ndio ulikuwa ugonjwa hatari, tishio katika nchi ya Marekani, Amerika Kusini na bara la Ulaya. Ulikuwa ni ugonjwa tishio mno na ni hatari. Na nikufahamishe, hii ngozi ya kibofu cha mbuzi ilitumika kwa miaka mingi kama kondomu ya kike, kwa miaka mingi, mpaka katika nchi za Afrika kama Misri inaonekana ilitumika sana, na Afrika ya Kusini ilionekana kutumika sana, na Afrika Magharibi ilionekana kutumika sana ngozi ya kibofu cha mbuzi kama kondomu ya kike, kwa sababu watu walitaka kujiepusha na magonjwa kama vile ya kaswende. Na nikufahamishe, kondom haikuwepo kwa ajili ya kuzuia mimba. Kondom haikuwepo kwa sababu hiyo. Kondom ilikuwepo kwa sababu ya kujikinga na magonjwa ya ngono kama kaswende, kwa sababu ndio ulikuwa ugonjwa hatari na tishio. Lakini baada ya mwaka 81 Marekani kugundua kuna watu wana upungufu wa kinga, pia hawakujua sababu inayopelekea upungufu wa kinga ni nini. Hawakujua sababu gani. Lakini mwaka 1983 katika nchi ya Ufaransa, wanasayansi ndio waligundua kwamba kuna virusi vinavyosababisha, vikimpata mtu, kusababisha udhaifu wa kinga katika mwili. Na hapo ndio walipogundua kwamba virusi hivi vinaenezwa kwa njia ya damu na njia zingine kwa kitendo cha kuingiliana, ajali kama watu wamegusana na vitu kadha wa kadha. Waligundua hivyo. Asante kwa swali lako. Kama una swali lingine tuandikie hapo chini kwenye comment. Swali lako tutaliona nasi tutakujibu.
Sisi ni Kimimbi Herbal Clinic, wataalamu wa tiba mbadala na tiba asili. Tunatibu matatizo mbalimbali ya kibiolojia kwa tiba pamoja na ushauri. Karibu sana kwenye kliniki yetu. Karibu.